Kwa makadirio ya kawaida una thamani ya bilioni 6, lakini fedha za awali ambazo zilipelekwa pale ni milioni 383, na ilikuwa kuna ongezeko lingine la fedha pale. Kwa kuna kama mradi ule una kama shilingi milioni 400 ambao fedha ambazo ziko pale kwenye mradi. Tulibaini kwamba kwanza upatikanaji wa local fundi ambaye alipewa ile kazi ya kufanya ujenzi pale, sawa, alilipwa fedha zote za ufundi milioni 62 bila kuangalia amefanya kazi gani. Kwa hiyo tunaangalia red flags za corruption pale, kwamba kwa nini alipwe hela zote bila kuangalia hatua za utekelezaji wa mradi. Tuliona pale kuna red flags za corruption pale. Lakini na mfundi anavyolipwa, kuna baadhi ya kodi, kuna baadhi ya tozo ambazo zinakuja serikalini. Mzabuni yoyote au mkandarasi yoyote anapofanya kazi, kuna fedha, kuna tozo ambayo anatakiwa alipe pia serikalini. Kwa huyu mtu alilipwa milioni 62 bila kuangalia zile tozo ambazo serikali imeziainisha. Kwa mfano kuna tozo za OSHA, lakini pia mradi unakuwa kwenye matarajio. Unapompa mtu kazi wakati anajenga, unakuwa kwenye matarajio. Kuna kitu tunaita retention money. Ile fedha nayo alikuwa ameshailipwa. Kwa tukaona hapa kuna shaka kwenye eneo hili. Lakini pia tukaona ujenzi wa soko lile haukufuata baadhi ya ujenzi, haukufuata michoro ambayo imeainishwa. Vingine vilipelekea ukubwa wa vyoo kuwa mdogo zaidi kuliko uhalisia wenyewe ambazo tulichukua. Kwa shaka hizi, sisi tulianzisha uchunguzi wa haraka kujua kwanza kwa nini huyu fundi amelipwa hela zote wakati mradi uko katika hatua ya awali kabisa ya utekelezaji. Kwa tulianzisha uchunguzi kama jukumu letu. Tulimwelekeza mkurugenzi kwamba huyu mkandarasi huyu afanye ujenzi kulingana na michoro ambayo imeainishwa na wataalamu wa halmashauri ya mji wa Tunduma. Kwa na marekebisho hayo yalifanyika. Kwa baada ya kuanzisha uchunguzi huu, kwenye hatua ya kukamilika, nadhani mnafahamu mkuu wa mkoa alipita pale hivi karibuni na alimuuliza afisa wangu pale, kamanda wa TAKUKURU wa kituo maalum cha Tunduma, lakini alimuuliza mkurugenzi, alimuuliza DC, akamuuliza na yule kamanda wa TAKUKURU kituo maalum cha Tunduma. Katika maongezi yale, mkuu wa mkoa alitia shaka pia kwamba milioni 400 itatumikaje kwenye lile jengo. Na yeye alitia shaka pia. Baada ya kutia shaka, akatoa maelekezo. Alitoa maelekezo kwamba vyombo vya dola, polisi na TAKUKURU tukamilishe haraka uchunguzi ili tumpelekee taarifa. Na maelekezo ya mkuu wa mkoa ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, kwa sababu yeye ndo ameteuliwa kwa niaba ya Rais kusimamia shughuli zote za maendeleo katika mkoa wake. Kwa hiyo sisi tuko kazini, tunaendelea kukamilisha kazi hii. Lakini pia kuna jambo lingine ambalo aliliibua pale mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya. Aliibua kwamba ameshangaa kuona kwamba kwenye milioni 400 ambayo ilitolewa, fedha za mchanga na kokoto zimetumia thamani ya milioni 114. Kwa alitia shaka pia pale na alitoa maelekezo. Kwa sasa hivi tunafuatilia kuhusiana na hii milioni 114 ya kokoto na mchanga. Tuangalie value for money, kwamba kokoto na mchanga kwenye jengo lile ndo thamani yake. Alitia shaka yeye kwamba vyombo vichunguze, vimsaidie kuchunguza, na tutafanya hivyo na tuko kazini.